Kwanza mimi naamini Simba walikuwa washaimaliza mechi. Yaani jana walikuwa wanakwenda kukamilisha tu mchakato wa kufuzu kwenda kwenye hatua ya makundi. Mechi iliisha kule Eswatini walivyoshinda mabao 3-0. Na ndio maana ukiangalia kwenye squad anakuja kuingia Shamu kwenye kikosi cha kwanza, lakini David Kameta Ducho anakuja kuanza kwenye kikosi cha kwanza, Joshua Mutale anakuja kuanza pia kwenye kikosi cha kwanza, Jonathan Soa anaanzia bench, lakini Steven Dese Mukwala anakaa bench pia. Mwalimu alikuwa anataka cha kwanza amiliki mpira, lakini hakikishe kwamba anawadhibiti wapinzani wasiweze kupata matokeo yoyote ambayo yanaweza kuwa na faida kwa upande wao kwenda kwenye hatua inayofuata. Kwa hiyo hii ni game ambayo Simba walikwenda kukamilisha tu ratiba. Hata mentality zao, namna ambavyo walikuwa wanacheza kiwanjani, ni kama ni timu ambayo ilikuwa haitafuti kitu chochote. Wachezaji hawapambani, hawataki kugongana kwa sababu wanajua kwamba wao shughuli imeisha. Kwa tafsiri fupi tu, kwa namna ambavyo mwalimu Pantev ameingia kuanzia uchaguzi wa kikosi, lakini pia kuanzia ukifuatia namna ambavyo wachezaji walikuwa wanacheza, naamini kabisa wao walikuwa kisaikolojia wamemaliza mechi. Na hii imekuwa ni kawaida sasa hivi kwa upande wa klabu ya Simba. Wakipata matokeo mazuri ugenini, basi wakirejea nyumbani unaona namna ambavyo fighting spirit kwa upande wao inakuwa inashuka. Mfano halisi ni mechi ambayo walicheza dhidi ya Gaborone United. Mara baada ya kuwapiga Gaborone kule Botswana, wameshinda 1-0. Walivyorejea hapa Dar es Salaam, shughuli ikaisha 1-1. Lakini imekuwa ni hivyo pia imekuwa ni kawaida kwa klabu ya Simba. Kama watapata matokeo mazuri ugenini, wakirudi nyumbani kuna namna ambavyo upambanaji unapungua. Jana ni kama walikuwa wanacheza mechi, lakini wanafikiria zaidi mechi zao za ligi, kwa sababu siku ya Alhamisi wana mchezo mgumu dhidi ya TRA United, tena wanasafiri wanakwenda zao Tabora. Kwa hiyo ndio maana unaona kabisa mwalimu amepumzisha baadhi ya wachezaji ambao ni key players, wachezaji ambao walipata kuanza kina Nio Maema kwenye ule mchezo dhidi ya Singizini ambao ulipigwa kule Eswatini, lakini Selemani Mwalimu ambaye alianza kwenye mchezo jana hakuwepo. Kwa mwalimu ni kama walikwenda tu kukamilisha ratiba, kuwazuia Singizini wasipate matokeo na wao waendelee kumaintain ule ushindi wao ambao wamepata ugenini, na jana wasiharibu shughuli tu. Lakini kama Simba ile mechi ya ugenini ingekuwa labda imekwisha kwa Simba wameshinda 1-0 au game imeisha 1-1 kule Swatini, naamini wangebadilika kwa kiasi kikubwa, kuanzia kwenye squad selection, lakini pia hata fighting spirit ndani ya kiwanja ingekuwa imebadilika kwa kiasi kikubwa. Yani wangecheza tofauti na mechi ya jana, lakini kutokana na kwamba tayari walikuwa wamepata matokeo jana, walikuwa wanakwenda tu kukamilisha ratiba wala isiwe shida yote. Lakini nini ambacho Simba anatakiwa kukifanya kwenda hatua ya makundi, sehemu ambayo nadhani bila shaka anahitaji kushinda mechi zote mbili, nyumbani na ugenini. Na maanisha ni mechi ukiwa unacheza nyumbani na ugenini kwa timu moja, ni kukushinda ni muhimu sana, tofauti na huko ambako unaangalia kufuzu tu. Unajua mimi kabla sana hajaongea, mimi kwanza nawatetea Simba kwa kutoka hizi sare 2 ugenini nyumbani. Ndiyo. Kwa sababu hizi ni mechi za mtoano. Lengo ni kufanyaje? Ni kumtoa mtu na kwenda kwenye hatua inayofuata. Kwenye mechi ya mtoano na kwenye mechi za makundi, approach zinakuwa 2 tofauti, au uhitaji wa matokeo unakuwa aina 2 tofauti. Kwenye makundi kila timu inapambana ipate alama 3 nyumbani. Sawa. Hii Simba ambayo imecheza mechi 2 za nyumbani kwenye hatua za mtoano na hawajashinda mechi hata moja, itakuwa Simba tofauti kabisa pale ambapo itafikia kwenye hatua ya makundi, kwamba kwenye makundi sasa tunahitaji pointi 9 za nyumbani, na sehemu au sisi bwana tunahitaji katika kundi tumalize nafasi ya kwanza au nafasi ya pili. Na makundi mengi barani Afrika, timu nyingi, yani ili ufuzu comfortably itakiwa upate at least alama 9 kuendelea. Alama 9 10 huko unaenda kwenye hatua ya robo finali bila shida yote. Sasa Simba wanajua kwamba wanatakiwa kupata alama 3
katika uwanja wa nyumbani katika hatua ya makundi, na washafanya hivyo hata ule msimu 2018-19 walivyokuwa kundi moja na AS Vita, Al Ahly pamoja na JS Saoura. Simba alivyosafiri kwenda ugenini alichezea vichapo mechi zote 5 Al Ahly, 5 AS Vita, akapigwa, nakumbuka zilikuwa ni goli 3 zile na JS Saoura, 3 au 2, lakini alivyorejea alikuwa akija nyumbani Al Ahly alifungwa, AS Vita alifungwa, JS Saoura alifungwa, akamaliza kundi na alama 9, nafasi ya pili, akaenda kwenye hatua ya robo finali. Kwa hiyo Simba mechi za nyumbani kwenye hatua ya mtoano hajapata matokeo ya ushindi kwa sababu alianzia kufanya vizuri ugenini. Ameshinda 1-0 dhidi ya Gaborone, ameshinda 3-0 dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Manake kwenye mtoano kwanza unakuwa na advantage mechi ya kwanza ukiwa ugenini umpata matokeo. Unarejea nyumbani unahakisha kwamba haufungwi kwa sababu tayari kwenye mechi ya kwanza umpata matokeo. Kwa hiyo ni issue tu za approach, mentality na maandalizi ya mechi huwa yanabadilika kulingana na matokeo ambayo umpata kwa mara ya kwanza. Lakini wakifika kwenye makundi ndio watabadilika, naamini, na wana uwezo, inategemea na kundi ambalo watalipata, lakini wana uwezo wa kuanzia kuchukua alama 6 kwenye hatua ya makundi, hasa kwenye uwanja wa nyumbani. Kwa national sangiza mkenge Simba. Ni ukweli tunaamini Simba itabadilika, haitocheza hivi. Hata wao wenyewe watamani kucheza hivi hatua makundi. Lakini usiongeze mkenge kwamba walichokipata kilikuwa kizuri. Kibaya wewe ukicheza timu yako inakupa. Tena unaona Simba sasa hivi, si unaiona inaonekana bora kwa baadhi ya watu au inaonekana haifanyi vizuri kwa baadhi ya watu. Lakini hebu kaiangalie Simba kwenye hii miaka yote ilikuwa ina struggle. Huwa wana kawaida hii ya mechi za mwanzo kutoka nyumbani pasina kupata matokeo? Hapana. Mechi za nakumbuka waliondoshwa na Jwaneng. Gapi hapa? Walipigwa hapa 3. Walifunga lakini. Wanachoongelea hapa Simba akacheza dakika 180 Tanzania hajafunga hata goli moja. Alifunga kwenye ile sare ya 1. Nani kamfunga? Gaborone hapa mechi ilisha bila. Gaborone? No, Gaborone walipata bao la penalty kama unakumbuka. Hapa mechi silisha 1-1. 1-1. Baada ya kabla ya mechi hapa walitoka kucheza kule Simba akafunga goli 1. Alishinda 1. Hapa wamekuja wametoa sare ya 1-1. Walifunga bao hapa. Alafu mechi ya jana timu haijascore. Wewe unafikiri hiyo ni dalili nzuri kwa timu? Mimi si dalili nzuri, lakini mimi ninachowatetea ni kwa sababu ya hatua aliyopo. Naamini wakifika makundi watabadilika. Yaani kwa hali yoyote hakuna timu unajua makundi at least tuna muda kama almost kama wiki 2-3 tunaingia kwenye hatua makundi. Lakini ukweli ni kwamba mimi sio kwa Simba tu. Mimi unajua timu zetu zote zinanipa mashaka. Sio Simba tu, kwamba eti Simba hajafunga. Hata Azam naye anakupa mashaka. Yanga, Simba, Azam, Singida wote wananipa mashaka. Mimi nimenotice kitu kimoja, ya mashindano ya sasa yanaonekana yanaenda kwa magumu kweli kweli. Unajua tu unawezekana kuonekana mjadala Simba hajafunga. Lakini hebu angalieni hata Yanga mwenyewe kaingia vipi hata makundi. Kwa mpaka majitafuta sana. Mimi ninakubaliana na watu wanaoitazama Azam kama timu ambayo imetengeneza historia. Na hili ni jambo ambalo watu wengi tunatamani kuliona linatokea. Lakini KMKM hakuwa mpinzani huyo kwa Azam kwamba angeweza kumzuia. Nenda kwa Singida. Singida akashinda hapa nyumbani juzi, lakini iangalie Singida ilivyocheza. Yule ndio opponent kacheza naye, at least unaweza ukasema kama wapishani sana. Lakini kwenye hatua makundi mimi naamini michuano mwaka huu inaenda kuwa migumu, ya msimu huu itakuwa migumu kweli kweli. Na ndio maana nilikuwa nataka niseme sio Simba tu, timu zote Simba, Yanga, Azam, Singida. Tunajua wanataka kwenda kubadilika, wasicheze kwenye hatua makundi kama walivyocheza sasa hivi. Lakini hicho walichokutana nacho sasa hivi kwenye hatua zao za mwanzo kinatosha kabisa kuwa ni ishara ya kuonyesha kwamba msimu huu wa mashindano ni mgumu. Yaani msimu wa sasa wa mashindano ni mgumu Mimi nimeangalia wale Silver Strikers walicheza na Yanga hapa. Of course mimi wale sikuwa nawaona kama wana timu bora kuliko Yanga, lakini unaona upinzani waliompa ulikuwa wa aina yake pia.
hata kama walikuwa wanafanya makosa mengi wangeweza kufungwa goli zaidi ya 2, lakini unawaona ni watu wa aina gani walompanga upinzani. Hakuna mtu ambaye alitegemea Yanga anaenda kufungwa Malawi. Sawa sawa. Hakuna mtu ambaye mimi nakwambia jana eti alikuwa anaamini Simba baada ya kuwapiga 3 wale Msingizini eti jana Simba ingekuja kutoa sare bila. Sio kweli. Hakuna mtu anatarajia hayo mambo. Ni wachache sana katika watu tuliopo Tanzania walikuwa wanaamini ile mechi inaenda kuisha sare ya bila. Mimi nafsi mechi huwa ningekuwa najua kabla mechi inaisha bila. Hiyo mechi mimi nisingeangalia. Raha ya mpira ni magoli. Tunakubaliana wote kama kuna mechi huwa zinakuwa ngumu, lakini tuziangalie timu zetu zimeperform vipi. Timu zetu safari hii mimi naamini tunapaswa kupongeza kwa sababu zote zimeingia hatua makundi, lakini wanatakiwa kupandisha level ya ushindani. Na tafsiri ya ligi yetu mimi ndio maana naamini kwamba timu bora ni hizi 4 tu. Hizi zilizoingia hatua makundi. Mimi ndo naamini ni timu ambazo kwenye taifa letu kwa sasa ndizo timu zenye ubora kuliko wengine. Yaani hawa 4 walioingia hatua makundi wamewapiga gap kubwa wenzao ambao wamebaki kwenye ligi. Na hata ninaamini kuna asilimia kubwa sana hizi timu 4 zilizoingia hatua makundi ndio zinazomaliza kwenye top 4 pia msimu huu. Labda itokee mmoja katika wale, na sana hapo nimemtilia mashaka mimi ni Singida. Kwamba ndo anaweza labda ikatokea by mistake asimalize nafasi ya 4. Lakini mimi naamini timu hizi zilizoingia makundi ndio timu zinazoenda kutupa tena top 4 ya msimu huu unakwenda kuisha.